Ali Kamwe mimi simtetei, mimi simtetei kwa sababu mimi sio Young Africans, lakini mimi naangalia hali halisi jinsi gani mtu anavyofanya, anavyojitolea kwenye jamii. Fedha ninayoitoa ni ya kwangu mimi, sio ya JSM wala sio ya rais. Wala ya rais. Hii ni pesa ya kwangu mimi. Sawa? Ali Kamwe inasemekana kwamba yeye aligusa wadhifa wa kiongozi. Kwa hiyo sisi tunataka kusema kwamba viongozi wa serikali wasishiriki kwenye haya mambo ya kimichezo. Natumaini usalama. Karibu katika uchambuzi mubashara kabisa wa Wasamaria TV. Naam, uko nami mtangazaji wako Robert George Mpare mpe nyuma kamera, na hapa nimeambatana na mchambuzi Profesa Ariel Mandela. Tuko salama Profesa? Tuko salama. Hali shwari? Hali iko salama. Sasa tukibizane haraka kwenye yaliyojiri leo hii, tukiachana na taarifa kubwa ambayo imetokea jana usiku baada ya mechi ya Dar es Salaam Young Africa kutamatika na Tabora United. Taarifa ya msemaji wa Dar es Salaam Young Africa Ali Kamwe kukamatwa. Naam, lakini tunaona ameachiwa. Ameshaachiwa leo, na baada ya kuachiwa tu Yanga amefanya jambo. Wameenda kufanya utalii. Unajua sasa hivi mambo ya utalii. Hivi wewe unaweza kutupa maneno mawili matatu hapa, kulikuwa kuna saini yoyote ambayo Yanga alikuwa anaongea labda lugha ya ishara? Ukizungumzia habari ya michezo, tambua michezo ndio furaha ya wananchi ambao kwa sasa hivi wanayoitegemea. Watu wanaachika kwenye ndoa lakini wanaenda kupata faraja kwenye michezo. Watu wanakosa kipato kwenye sehemu zao za biashara, lakini inafikia hatua wanaenda kuenjoy kwenye michezo. Na watu wanaofanya mpaka watu wakaenjoy zaidi ya milioni 60 wa Tanzania ni hawa wasemaji wetu, kwa mfano Ali Kamwe, Ahmed Ali, Christina Mwagara. Naelewa si vizuri. Ni watu ambao wanafanya michezo kuwa inakuwa iko positive. Ni watu ambao wanaipandisha ligi yetu ya Tanzania ya NBC kuwa nafasi ya 4, yani kuwa bora. Ligi bora, nafasi ya 4. Ligi bora. Tumepata kuwa nafasi ya 4. Kwa hiyo ukiniambia habari ya Young Africans kwenda kufanya tour kule Tabora, na matukio ambayo yametokea jana usiku kuamkia asubuhi ya leo, nikana kwamba hawajaona kashikasha, hajatikiswa. Yani ni kitu ambacho, na ndio maana mimi nimesema kwamba ni lazima ifikie hatua viongozi wetu ambao wanawasimamia wananchi wa Tanzania watafakari sana kwenye kuwa attack wasemaji wetu. Tazama, msemaji Ali Kamwe ameweza kuingia saa 8 lockup. Naam. Nafikiri amelala pale kutokana kwamba alikuwa amechoka kutokana na hamasa ya siku 4 zilizopita. Amechoka. Kwa hiyo jana ilikuwa muda wake wa kuweza kupumzika, at least leo amke saa 4 kwenye hoteli. Kutokana pia na hamasa kazi aliyofanya. Lakini mwisho wa siku baada ya game kuisha, alitamani kwenda kupumzika mapema kwenye hoteli, kajikuta kaenda kupumzika lockup. Sasa hii ni ishara ambayo kwamba viongozi wanapaswa kujitafakari sana. Ndio. Lakini ingawa bado amewekwa lockup kuanzia saa 8 usiku mpaka saa 10 jioni kwenye azana, ndio anafunguliwa kufuli za lockup, kwamba uko huru sasa. Tazama sasa alichokifanya Ali Kamwe, ametumia tu pale uwezo mkubwa na busara na hekima. Alivyotoka tu nje ya kituo, limekuja gari la Young Africans likiwa limewabeba wachezaji, wameelekea tours. Hajatoa maneno aina yoyote, na tabasamu, wameenda kuenjoy. Amesema kwenye begi lake kulikuwa na begi linapakiwa kwenye gari, sema nimebeba asali nyingi sana. Kwa hiyo tazama, mkuu wa mkoa amepata aibu kubwa sana. Watu wako Tabora kwa ajili ya kwenda kufanya hamasa. Tazama, Ali Kamwe ametoa ng'ombe zaidi ya ngapi? Walichinja ng'ombe 6 kwa ajili ya kwa ajili ya kufanya sherehe pale. Kafanya Tabora imekuwa sasa siku 3, siku 4, siku 7 imetamkwa sana hapa Tanzania. Ni mechi ambayo ilikuwa ina mvuto wa damu. Yes, imekuwa maarufu Tabora. Yeye kama mkuu wa mkoa ilibidi amshukuru
amshukuru Ali Kamwe kwa kitendo ambacho amekifanya. Kwanza katoa sadaka kwa watoto yatima Tabora. Walitembelea kituo cha watoto yatima, ndio. Ametembelea pale, kafanya vitu vingi kwa ndani ya siku 5. Kafanya mambo makubwa kwenye mkoa wa Tabora. Yeye jukumu lake ilibidi atoe hata asante. Angechukua hata kuku akampa zawadi kwa mambo aliyoyafanya. Kwamba angemchinjia kwenye pale kasupu. Tazama mkuu wa mkoa wa Tabora Paul anaitwa Paul Chacha. Jina lake muda mwingine nalisahau kutokana na vitendo ambavyo vilivyofanyika siku ya jana usiku. Umekuwa disappointed sana. Ni Paul Chacha. Paul Chacha. Ni kitendo alichokifanya yani mimi jana Ali Kamwe alivyoingia ndani ya uwanja kabla ya saa 10:15 game kuanza, ameweza kumuita pale. Mkuu wa mkoa akamuita, wakasalimiana vizuri, wakaongea maneno mawili na akamshukuru kwamba bwana, kwanza nikupe tu hongera kwa hamasa ambazo umezifanya na mambo yote ambayo umeyafanya. Kumbe mkuu wa mkoa alikuwa baada ya mechi walishikana mikono. Iko video yes. Kumbe ule ni unafiki sasa. Kumbe kwenye moyo wake alikuwa ameweka kitu kwamba huyu ngoja ni mvute aingie. Ngoja tutoke hapa. Akishaingia line tu basi tumdake na polisi. Kiukweli kabisa mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha, hili unapaswa kujitafakari sana. Na kama kuna mtu ambaye amekuagiza kwa ajili ya kuweza kuharansi michezo yetu ya Tanzania, kiukweli umefanya kosa kubwa sana. Bwana mdogo Ali Kamwe, mimi simtetei. Mimi simtetei kwa sababu mimi sio Young Africans, lakini mimi naangalia hali halisi, jinsi gani mtu anavyofanya, anavyojitolea kwenye jamii. Kijana Ali Kamwe amejitolea sana kwenye jamii ndani ya siku 5 Tabora. Katoa sadaka kubwa kwa watoto yatima, bado amenunua ng'ombe 6 zaidi ya milioni ngapi? Kawalisha watu. Ni bei sana, yes, ni bei watu sana. Wamepanga foreni wanaenda kula chakula cha Ali Kamwe. Na yeye alisema kwamba hii fedha ninayoitoa ni ya kwangu mimi. Sio ya JSM wala sio ya rais. Wala ya rais. Hii ni pesa ya kwangu mimi. Sawa? Hii ni pesa ya kwangu mimi. Sasa unakuja tena unamchukua mtu unamweka lock up masaa zaidi ya 9 mpaka 10. Tafsiri yake kwamba wewe yani umekosa kufikiria kile alichokifanya Ali Kamwe kwa kuona kama ni cha kipuuzi. Kutoa sadaka kwa watoto yatima kwa kuona ni cha kipuuzi. Si umeelewa? Kuwarisha watu zaidi ya 1000 kwako wewe mkuu wa mkoa umeona kwamba Ali Kamwe amefanya kitu cha kipuuzi. Kwa hiyo viongozi wa namna hii, hata rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan inatakiwa atafakari sana kuwaweka viongozi wengine ambao wanakosa busara na hekima kwenye jamii. Sasa kidogo nikikushikilia hapo tukienda kisheria zaidi, kwa sababu nasema mambo kwa thibitisho. Kuna posti ambayo imetengenezwa mtandaoni. Hii ni baada ya kupigiwa simu nyingi kwenye jeshi la polisi mkoa wa Tabora. Na hii ilikuwa ni kauli ya Richard Awambo. Huyu ni kamanda wa polisi mkoa wa Tabora. Mchana huu wakati akizungumza pale na wanahabari kabla ya kuachiwa Ali Shaban Kamwe, alisema utani wa mpira au mambo ya mpira yana mipaka yake. Ila ukitazama yeye amegusa hadhi na heshima ya kiongozi mpaka kugusa mamlaka ya uteuzi ambayo ni jukumu la kiongozi mkubwa. Hilo ndio kosa. Mnaruhusiwa michezo ila heshima yake na hadhi ya kiongozi inapaswa kubaki kwenye mstari wake. Kwa hiyo Ali Kamwe inasemekana kwamba yeye aligusa wadhifa wa kiongozi. Kwa hiyo sisi tunataka kusema kwamba viongozi wa serikali wasishiriki kwenye haya mambo ya kimichezo, wasiingie kwenye utani. Changamoto imekuja kwamba kiongozi, kaa kwenye nafasi yako kama kiongozi. Hakikisha kwamba umheshimu kila mtu aliyokuja kwenye mkoa wako kukuletea maendeleo ambayo yatakayokufanya wewe kukupandisha CV katika mkoa wako. Sawa. Yeye alileta mapenzi. Sawa, alileta mapenzi. Ni mwanachama wa Tabora. Yeye alileta mapenzi. Kumbe inatakiwa yeye sasa akae kwenye nafasi ya yeye kuwa kiongozi, kwa sababu Young Africans tayari imekuja kwenye mkoa wake. Ile ni timu yake.
Sawa. Akawapokee. Yes, yani yeye ndiko awapokee. Asiwe na uchama zote pale. ni asiwe na uchama. Dio. Kiongozi wa serikali yeyote, sawa, yeyote ambayo yuko nje ya TFF, nikizungumzia TFF, yeyote hata ulioko ndani ya TFF, huruhusiwi kuonesha mapenzi kwenye kilabu fulani. Wewe kuwa 50-50, lakini mapenzi yako yawe moyoni. Ndio. Sawa? Yawe wapi? Moyoni. Yawe moyoni. Kwa hiyo cha msingi alichokikosea jana. Sawa, Paul Chacha. Ndio. Yeye kuleta ushabiki. Na yeye ndo kaanza kusema kwamba hao waliokuja wamekuja na kiheleheli. Tafsiri yake kwamba yeye kaanza kuingiza matani wakati yeye matani anafanyaje? Hayajui. Lakini yote kwa yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Bwana mdogo Alikamwe, kwanza Mungu tu amzidishie kile alichokitoa, na nadhani kirudi zaidi ya mara 2. Kikubwa asipaniki na asile chochote, lakini aibu yake imemkuta. Vijana wameenda kuenjoy, wamefanya tours na nafikiri wameenda kula bata, hawajaonesha kuna picha ya Prince Dube pale akipiga picha engineer. Kwa hiyo nafikiri yani kila kitu kiko sawa, lakini watajifunza viongozi wa namna hii, watajifunza nafikiri. Naam, basi nipende kuhitimisha maongezi haya mafupi na kukuambia kwamba viongozi wa serikali yasemekana kwamba kama hawawezi utani, basi haya mambo ya michezo wao usihusike nayo. Yaani wao wabaki kama viongozi na usihusike nayo. Hii ilikuwa ni uchambuzi fupi kutoka hapa Wasamaria TV. Ulikuwa nami Robert George, pale mwenye kamera niko na mchambuzi Profesa de Mandela. Alamsiki.